Kuna hii ndoto ya kuota kumbikumbi. Unapoota kumbikumbi, unakuwa unapewa taarifa kuu 3 kwenye ulimwengu wa kiroho, na inategemeana sasa na vile ambavyo wao kumbikumbi umeona kwenye ndoto yako. Lakini namba 1, ukiona kumbikumbi wanatembea, kumbikumbi wanapaa, kumbikumbi ni wazima, unawaona kwenye ndoto, basi anza kujua kwamba Mungu anakusemesha juu ya mahusiano ya kwako. Na ninaposema mahusiano, namaanisha ya kwamba kwa yule mtu ambaye unahitaji kuoa au kuolewa, ukiwaona kumbikumbi, ninakupa 100.1 unaenda kuoa na unaenda kuanzisha familia yako, au unaolewa, unaenda kujitegemea sasa. Na huu ndio wakati mzuri zaidi. Ukiota ndoto kumbikumbi wakiwa wazima na ulikuwa unamsihi Mungu kwa habari ya kuolewa, basi anza kuelewa kwamba Mungu amekujibia maombi yako. Na kama ukikosa maarifa na kuweza kujua nini cha kufanya, na kuhakikishia ichukue hata miezi 2-3, utajikuta unaishi kwenye nyumba ile tunasemaga sogea tukae. Yaani utajikuta umejipeleka kwa mwanamume bila utaratibu hata kutolewa barua, kwa sababu kwenye ulimwengu wa ndoto ulikuwa tayari umeishapewa go ahead, umepewa kwamba haya tayari sasa wewe kwenda kujitegemea. Namba 2, kuna mtu anaona yuko kwenye kichuguu, lakini pale anachukua kumbikumbi, anashika kumbikumbi, anawaona kumbikumbi wako kwenye kichuguu, labda akijaribu kuwatoa wanarudi kwa ndani, wanarudi ndani, ila anawaona. Hii inakuwa na maana kwamba mtu yeyote yule akiota ndoto hii huwa anaenda kufanikiwa, hususan kwenye mambo ya kazi. Kama ulikuwa unatafuta kazi, unaomba kazi, unataka kuanzisha biashara ya kwako, basi ukiota ndoto hii ni nzuri sana, inakuwa inakupa taarifa kwamba ni majira yako sahihi ya kwenda kufanikiwa kwenye eneo la kazi. Namba 3 ni yule mtu sasa ambaye yeye anaota ndoto anakula kumbikumbi. Unajua kula kumbikumbi inaweza kaa ni nzuri au mbaya kwenye ndoto. Inategemeana sasa na baada ya kuamka nini kilitokea. Kuna mtu unaweza ukaota umekula kumbikumbi, unaamka unaanza kusikia ile ladha kama na kwamba umekula kitu kweli usiku. Hapo anza kujua kwamba kuna kitu hakiko sawa. Lakini mtu anayekula kumbikumbi na hajasikia ladha yote baada ya kuamka, Mungu huwa anamsemesha kwa habari ya kibali, na kile kibali kinakuwa basically kwenye hata anapozungumza na watu kunakuwa na hekima tele, hata vile ambavyo anaishi na watu, yani itakuwa ni muhura au ni majira ya kwake kukaa bila kugombana na watu au kulumbana na watu. Kwa hiyo ambao unahitaji kujifunza zaidi ufasiliji wa ndoto na unahitaji mafundisho mbalimbali ya neno la Mungu, usiache kushare, kusubscribe, kulike na kucomment kwenye YouTube channel yangu. Lakini unaweza ukaingia pia hapa chini ya video hii utaona kuna link. Ukisubscribe hapo utakuwa umejiunga kwenye WhatsApp channel yangu. Lakini vile vile unaweza ukafika kwenye huduma yetu, tuko na ibada. Kanisa letu linapatikana maeneo ya Chanika. Ukifika Chanika unashuka kituo kinaitwa Magenge. Ukifika Magenge basi itakuwa ni rahisi sana kufika kanisani. Utamwambia mtu unaenda kanisa la Mahakama ya Mungu. Bodaboda yote ukimwambia pale Magenge naenda kanisa la Mahakama ya Mungu utafikishwa. Ibada zetu tunaabudu siku ya Alhamisi kuanzia saa 8 kamili mchana mpaka saa 12. Lakini Jumapili pia kuanzia mida ya saa 3. Kwa hiyo nakukaribisha sana, ukipata kibali karibu tuabudu pamoja. Amen.